kuondoka DRC ifikapo tarehe 20 Disemba 2024. Aidha, serikali ya DRC ilikataa kuongeza muda wa operesheni ya kulinda amani nchini DRC kwa mwamvuli wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani ECRAFT. Hivyo misheni hiyo imefungwa rasmi tarehe 7 Januari 2024. Kufuatia maamuzi ya serikali ya DRC ya kutaka MONUSCO na ECRAFT kuondoka, serikali ya DRC iliomba Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, kupeleka vikundi vyake vya kijeshi nchini humo kwa nia ya kushirikiana na jeshi la DRC kukiangamiza kikundi cha M23 na hatimaye kurejesha hali ya amani nchini DRC. SADC iliridhia kupeleka kikundi chake cha kijeshi chenye jumla ya wapiganaji 3997 chini ya misheni inayoitwa Southern African Development Community Mission in DRC, SAMI DRC. Kuanzia tarehe 15 Disemba 2023, vikundi hivyo vimeanza kuingia nchini DRC kwa kutumia usafiri wa SADC. Mheshimiwa Rais, kwa sababu tuliona tukamilishe kwanza maagizo uliyatoa katika mkutano wa 5 uliofanyika katika ukumbi huu tulipo leo. Kwa mujibu wa utaratibu tuliojiwekea, mkutano huu hufanyika kati ya mwezi Novemba na Disemba ya kila mwaka. Hata hivyo, kutokana na mwingiliano wa majukumu, tulishindwa kufanya mkutano wetu wa mwaka 2023 kwa miezi hiyo, hivyo kulazimika kusogeza mbele hadi tarehe hii ya leo. Utekelezaji wa majukumu ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania limeendelea kutekeleza majukumu yake ya kila siku, ikiwa ni ulinzi, mafunzo, mazoezi kwa maafisa na askari kwa ajili ya kuwaweka katika hali ya utayari. Hali ya ulinzi na usalama ndani ya nchi kwa ujumla ni shwari, licha ya uwepo wa matishio ya kiusalama, hasa tishio la kigaidi na itikadi kali. Wanamtandao wa kigaidi wamekuwa wakiwalingania vijana wetu wenye umri wa miaka kati ya 15 na 35 kisha kuwasafirisha kwenda kujiunga na vikundi vya kigaidi, hususan katika nchi za DRC, Msumbiji na Somalia. Hali inayoonyesha ukuaji wa tatizo hilo hapa nchini. Aidha, dawa za kulevya, matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na ongezeko la wahamiaji haramu ni miongoni mwa masuala yanayohatarisha hali ya usalama ndani ya nchi yetu. Hata hivyo, matishio hayo yanaendelea kudhibitiwa kwa ushirikiano na vyombo vingine vya usalama. Mheshimiwa Rais, changamoto kubwa katika mikoa yetu ya Magharibi kwa sasa ni uwepo wa wakimbizi na waomba hifadhi wa muda mrefu. Tanzania imekuwa ikipokea maombi waomba hifadhi na wakimbizi kutoka nchi ya Burundi tangu mwaka 1972, Rwanda tangu mwaka 1994 na DRC tangu mwaka 1996. Idadi ya wakimbizi 27,000 kutoka Burundi wa mwaka 1972 hawakuwekwa katika kambi za wakimbizi. Badala yake, serikali iliamua kuwagawanya katika vijiji 73 vilivyopo katika mkoa wa Kigoma. Wakimbizi hao na familia zao bado wanaendelea kuishi katika vijiji hivyo na kwa kutumia mbinu mbalimbali kuhakikisha uzao wao unapata uraia wa Tanzania bila kufuata sheria. Aidha, serikali ya Burundi na serikali ya Tanzania zimekuwa zikiwashawishi wakimbizi hao kurejea nchini mwao bila mafanikio. Mheshimiwa Rais, kuanzia tarehe 1 Januari 2023 hadi tarehe 31 Disemba 2023, jumla ya waomba hifadhi idadi 168,149 walipokelewa nchini Tanzania, ambao sehemu kubwa ni kutoka DRC, Rwanda na Burundi. Kutokana na mahojiano ya awali, imebainika kuwa waomba hifadhi wengi wamekuja Tanzania kwa sababu za kiuchumi, kwani Tanzania inaonekana kuwa na fursa nyingi za kiuchumi kuliko nchi walizotoka. Hata hivyo, sababu hizo zinazowafanya wakimbie nchi zao zinawakosesha sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi. Ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama
kwani taarifa zilizopo ni kwamba baadhi ya waomba hifadhi hao au wakimbizi au familia zao wameajiriwa serikalini kwa nafasi mbalimbali na wengine wamepewa teuzi serikalini katika nafasi zenye maamuzi. Hali ya mipaka. Mheshimiwa Rais, hali ya ulinzi na usalama katika mipaka yetu ni shwari. Hata hivyo, naomba nielezee hali ya usalama kwa baadhi ya mipaka yetu, hususan mpaka wetu wa nchi ya Msumbiji kwa upande wa kusini na mpaka wetu wa nchi ya DRC kwa upande wa magharibi ifuatayo. Mpaka wa Tanzania na Msumbiji. Hali ya usalama katika mpaka wa Tanzania na Msumbiji ni shwari. Hali hii ya utulivu imetokana na juhudi mbalimbali zilizochukuliwa na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na serikali ya Tanzania na Msumbiji kudhibiti tishio la ugaidi kutoka kundi la Ansari Sunna wa Jamaa lililopo nchini Mozambiki. Aidha, operesheni ya kulinda amani nchini Mozambiki kwa mwamvuli wa SADC inatarajiwa kuanza kuondoka au kuisha nchini Msumbiji mwezi Machi na hadi kufikia tarehe 15 Julai 2024. Misheni hiyo itakuwa imefungwa rasmi. Kuondoka kwa SAMIM katika jimbo la Cabo Delgado nchini Msumbiji kunaweza kuathiri usalama wa nchi yetu kwa kuwa kundi hilo bado lipo active.